niliona mji mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, ulikuwa umetayarishwa kama bibi harusi aliyejipamba kwa ajili ya mume wake. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe na viwe rohoni mwako. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Mahujaji wa matumaini, pamoja katika sala. Mahujaji wa matumaini, hatujambo wazima kabisa. Leo tunaadhimisha sikukuu ya kutabarukiwa Basilika la Laterani. Huyu ni mama kanisa wa makanisa yote katika ulimwengu huu, kama vile katedrali yetu hapa ndio mama ya makanisa ya jimbo la Ngong. Hivyo Basilika la Laterani ni mama ya kanisa ya makanisa yote katika ulimwengu. Hapo tunapata kiti cha Baba Mtakatifu na pia makao yake. Ndugu zangu, tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu. Namuungamia Mungu Mwenyezi. Nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutimiza wajibu. Nimekosa sana. Ndio maana na kuomba Maria mwenye heri, bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Maji haya yanakwenda upande wa mashariki, yanateremka katika Araba na kuingia katika bahari, na maji yake ya chumvi yatasafishwa. Kila mahali utakapofika mto huu, viumbe vyote vyenye uzima vilivyopo vitaishi. Samaki watakuwamo wengi sana. Maji haya yanapofika huponya na kurudisha uzima popote mto upitapo. Kando ya mto, kila ng'ambo, miti ya matunda ya kila namna itaota, na majani yake hayatakauka, wala matunda yake hayatakosekana. Miti itazaa matunda mapya kila mwezi, kwa sababu ya maji yale yaliyotokea patakatifu. Nayo matunda yake yatakuwa chakula, na majani yake yatakuwa dawa. Neno la Bwana.
kumshukuru Mungu. Kiitikio cha Zaburi: maji ya mto yaufurahisha mji wa Mungu. Maji ya mto yaufurahisha mji wa Mungu. Maji ya mto yaufurahisha mji wa Mungu.
Pasaka ya Wayahudi ilikuwa imekaribia. Yesu alipanda kwenda Yerusalemu. Akaona pale hekaluni watu wakiuza ng'ombe, kondoo na njiwa, pia wabadilisha fedha wamekaa mezani pao. Akafanya mjeledi kwa kamba, akawafukuza wote katika hekalu pamoja na kondoo na ng'ombe. Akamwaga fedha na wabadilisha fedha, akapindua meza zao. Akawaambia wauza njiwa, ondoeni vitu hivi, msifanye nyumba ya Baba yangu kuwa nyumba ya biashara. Wafuasi wake wakakumbuka ya kuwa imeandikwa, wivu wa nyumba yako unaniua. Hapo Wayahudi wakamrudia na kumwambia, je, utaweza kuonyesha ishara gani inayokuruhusu kufanya hayo? Yesu akajibu akawaambia, livunjeni hekalu hili, nami nitalijenga tena siku 3. Wayahudi wakamwambia, miaka 46 ilitakiwa kujenga hekalu hili, na wewe utalijenga kwa siku 3? Lakini yeye alikuwa anazungumzia hekalu la mwili wake. Baada ya ufufuo wake katika wafu, wafuasi wake wakakumbuka ya kuwa alisema hayo, na wakayasadiki maandiko na maneno aliyokuwa ameyasema Yesu. Injili ya Bwana. Sifa kwako, Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. na kila wakati. Mungu ni mwema. Pilgrims of hope, Together in prayers, pilgrims of hope. Kwa kufikia siku hii ya leo au tarehe hii ya leo, tumesherehekea sikukuu 2 katika kanisa letu, ambazo ni sikukuu kubwa za liturujia yetu ya kanisa Katoliki. Sherehe ya kwanza ilikuwa ya Mwezi Mungu, tulisherehekea hiyo katika tarehe 1 All Saints, watakatifu wote, na sherehe ya pili All Souls, ambapo tuliwakumbuka wale ambao wametuacha katika dunia hii, wale ambao wametutangulia katika dunia hii. Katika sherehe ya tarehe 1 tulikuwa tunahimiza ya kuwa tunaweza kufanya juhudi ili tukaweze kuhesabika katika kanisa lenye utukufu, katika kanisa ambalo linamtukuza Mungu huko mbinguni. Na katika sherehe ya pili, sherehe ya tarehe 2, tulikuwa tunakumbusha kuwa tuko safarini katika dunia hii. Tulikuwa tunakumbusha kuwa tukaweze kujiandaa kwa ile siku ambayo tutaweza kuondoka katika dunia hii. Na leo hii tunasherehekea miili yetu kama hekalu la Mungu. Tunaposherehekea tutabarikiwa Basilika ya Laterani au the dedication of the Lateran Basilica. We are reminded that we are the living church. Our bodies are the temple of God, since we have the Holy Spirit. Kwa hivyo leo hii hatusherehekei tu jengo la kanisa, bali tunasherehekea pia sisi wenyewe kufanywa hekalu hai la Mungu. Na hekalu hili au kanisa hili ambalo tunasherehekea leo hii ni kanisa ambalo lilijengwa na mfalme Konstantino au Emperor Constantine katika karne ya 4, na ilikuwa ni kanisa la kwanza lenye hadhara
Kristo, kanisa la Katoliki. It was the first public church after the persecution of Christians had ended. Na kwa hivyo kanisa hili ambalo tunasherehekea leo hii ndilo mama ya makanisa yote, mama ya makanisa yote ya Kristo, na hasa kanisa Katoliki. Katika masomo yetu ya leo hii tunapata mafundisho manne. Na fundisho la kwanza ni kuwa ni katika hekalu ndipo Mungu au utakatifu unakutana na binadamu. It is where the divine meets humanity. Na katika somo letu la kwanza kutoka kitabu cha nabii Ezekieli tunamsikia akisema ya kuwa maji yalikuwa yanatiririka kutoka nyumba yake Mungu, na kila alipokuwa yanaenda yanaleta uhai. Hata katika bahari ambayo ya chumvi inaweza kusafishwa. Na hili pia ni funzo kwetu ya kuwa kanisa ambalo tunalo, imani ambayo tunayo ni imani ambayo daima inatusafisha roho zetu, imani ambayo inahuisha nafsi zetu, a faith that renews our souls, that renews our bodies. Na kwa hivyo daima tunaitwa leo hii tukaweze kufurahi na kushukuru kwa nafasi ambayo tuliyojaliwa ya kuweza kupata vipaji na zawadi zake mama kanisa katika maisha yetu. Na fundisho la pili leo hii tunakumbusha ya kuwa Kristo ndiye kanisa halisi. Kristo ndiye kanisa hai, nasi sote ambao tunamwamini na tunafuata mwongozo wake na pia tunaweza kubatizwa, tunakaribishwa kuwa washiriki katika kanisa hili. Na kwa hivyo nasi pia tunafanywa kanisa hai lake Mungu. We are made a living church together with Christ. Na huyu Kristo ambaye ndiye kanisa lililo hai anapatikana katika neno lake, katika sakramenti ambazo sisi Wakatoliki hasa tumejaliwa kuweza kuzipata, katika sakramenti ya ubatizo, kipaimara, Ekaristi, mpaka wagonjwa, ndoa, na hata sakramenti yenye daraja takatifu. Na fundisho la tatu la leo hii ni kuwa sisi, jinsi Mtakatifu Paulo anapotukumbusha leo hii, tu hekalu lake Mungu. Na kwa hivyo tunapaswa kujua ya kuwa tunaye Roho Mtakatifu ndani yetu, na kwa hivyo tunapaswa kuishi maisha ambayo ni yenye heshima kwa Roho Mtakatifu, yenye heshima kwa kanisa lake Mungu. Ni kwa maana nyingi tunapokuwa hapa kanisani, wakati ambapo misa inaendelea, wengine wanazungumza, wengine wanashika kitabu akiliki, ili hali ni muda tu wa saa moja na dakika 30 au kienda sana masaa mengi. Kwa hivyo leo hii tunakumbushwa pia tukaweze kuwa na heshima katika sehemu zetu za kuabudu, na hasa wakati wa misa takatifu. Na fundisho la mwisho, fundisho la nne, ni kuwa Yesu daima analisafisha kanisa lake. Jinsi tumeona leo hii katika somo letu la Injili, anaposema ya kuwa nyumba ya Baba yangu haitakuwa nyumba ya biashara. Ni wengi wetu katika dunia sasa
tunafanya kanisa au imani inakuwa ni swala lenye fedha, swala lenye kujifaidi na kujifaisha sisi wenyewe. Leo hii ni kumbusho ambalo tunapewa naye Kristo. Daima tusifanye hekalu au kanisa kuwa mahali pa biashara, mahali kupata faida, mahali pa kupata maarufu, ilhali tunawasahau wale ambao wenye mahitaji katika jamii. Na jinsi Yesu leo hii anasafisha kanisa, na siku ya leo hii tunatoa mwito daima kumwendea Yesu akaweze kusafisha roho zetu, akaweze kusafisha mawazo yetu, akaweze kusafisha tabia na mienendo yetu. Wale ambao tuna tabia ambazo hazifai katika imani, ambazo hazifai katika kanisa, wale ambao wanaozene pia katika kushiriki kikamilifu katika huduma ya kanisa leo hii, tumwendee Kristo kwa moyo mmoja, tukitambua ya kuwa ni yeye anaweza kusafisha roho zetu, sisi ambao ni hekalu lake Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, Kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. tukaweze kuwa na kimya kidogo, tafakari juu ya neno. Tunasadiki kwa Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia na kwa vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Nasadiki kwa Bwana mmoja Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, aliyezaliwa kwa Baba tangu milele yote, Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa bila kuumbwa, mwenye Mungu mmoja na Baba, ambaye vitu vyote vimeumbwa naye, alishuka kutoka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu, akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kwake yeye Bikira Maria, akawa mwanadamu, akasulubiwa kwa ajili yetu sisi kwa mamlaka ya Pontius Pilato, akateswa, akafa, akazikwa, siku ya tatu akafufuka kadri ya maandiko, akapaa mbinguni, ameketi kuume kwa Baba, atakuja tena kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, nao ufalme wake hautakuwa na mwisho. Nasadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa vinywa vya manabii. Nasadiki kwa kanisa moja takatifu Katoliki na mitume, na ungamo wa ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi, na ngojea na ufufuo wa wafu na uzima wa milele ujao. Amen. ndugu wapenzi, tumekutana pamoja kutafakari hadithi aliyotujalia Mungu wetu. Tumuombe ili apende kusikiliza kwa huruma sala zetu. Tumuombe Bwana kwa ajili ya Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14 na askofu wetu Yohane Mbala, kwa wote pamoja na taifa,
walilokabidhiwa kuliongoza. Ee Mungu, walinde, wajalie neema zako, bariki kazi yao ya utume, ili kwa mifano yao bora, kwa huduma wanayotolea kanisa lako takatifu, wazidi kuwaleta wengi altareni pako. Ee Bwana, twakuomba utusikie. Tusali kwa pamoja tukisema, Ee Bwana, nikumbuke kanisa lako. Bwana, ukumbuke kanisa lako. Kwa ajili ya kanisa Katoliki lililotawanyika kote ulimwenguni, ili Bwana alitazame kwa wema na kulitunza, alijalie kuwa katika ushirika wa upendo na kulibariki daima. Tuombe. Ee Bwana, likumbuke kanisa lako. Kwa ajili ya Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14, ili Bwana awe naye kila siku kwa neema yake, akimpa imani, hekima na nguvu anayohitaji kuwa mchungaji wa kweli wa kanisa letu. Tuombe. Ee Bwana, libariki. Kwa ajili ya mataifa yote ya dunia, ili Bwana ayajalie kwa neema yake kutunza maelewano na amani mioyoni mwao, na kuyaongoza kukuza maslahi ya wote. Tuombe. Ee Bwana, likumbuke kanisa lako. Kwa wasio na kazi, chakula na makazi, ili Bwana awajalie kwa neema yake faraja na msaada, na pia wapate usaidizi na upendo wa kanisa. Tuombe. Ee Bwana, likumbuke kanisa lako. Kwa ajili ya miji yetu yenye tamaduni nyingi, ili Bwana awajalie kwa neema yake kutunza mazungumzo miongoni mwa vikundi mbalimbali, na kuongoza watu wa imani na dini mbalimbali kuishi pamoja kwa amani. Tuombe. Ee Bwana, libariki kanisa lako. Kwa ajili ya jumuiya zetu za Kikristo, ili Bwana azibariki kwa neema yake na kuzisaidia kuwasaidia wengine kwa upendo, zikiwapatia maji ya uzima yatokayo kwa Kristo. Tuombe. Ee Bwana, likumbuke kanisa lako. Kwa ajili yetu sisi wenyewe tuliokusanyika hapa mahali patakatifu, ili Bwana tuimarishe kwa neema yake katika utambulisho wetu wa Kikristo, katika ushirika wetu na Kristo, na katika hisia yetu ya kuwa wanakanisa. Tuombe. Ee Bwana, likumbuke kanisa lako. Tusali kwa pamoja sala ya Baba yetu uliye mbinguni, Imani uliyotupa kupitia na Yesu Kristo ndugu yetu, ambao ni wetu nao washina mioyoni mwetu na Roho Mtakatifu, ufufue ndani yetu tumaini lenye baraka na ujio wa ufalme wako. neema yako itubadilishe tuwe wapanzi wasiochoka wa mbegu za Injili. Mbegu hizo zibadilike kutoka ndani ya ubinadamu na ulimwengu wote katika matarajio ya hakika ya mbingu mpya na dunia mpya, wakati nguvu za uovu kushindwa, utukufu wako utang'aa milele. Neema ya jubilei ishe tena ndani yetu, wahitaji wa matumaini wenye kutamani hazina za mbinguni. Neema hizo ianze furaha na amani zetu duniani kote. Uhimidiwe milele, utukufu na sifa ziwe kwako daima milele. Amina. Ee Bwana, tunakuomba Twakuomba utusikie. Kwa ajili ya nia za kila mmoja wetu na mahitaji yetu mbalimbali, tukiwakumbuka na wengi ambao wameingisha sala na misaada yetu, tukiwakumbuka na wafu, tuitishe maombezi ya Bikira Maria tukisema: Salamu Maria, Umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu,
yale ambayo hatuwezi kupata kwa maslahi yetu, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Oh,
Bwana, apokea sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake, na pia kwa mafaa yetu sisi na mafaa ya kanisa lake lote takatifu. Bwana, tunakuomba uvipokee vipaji hivi vilivyotolewa kwako, unajalia wale watu ambao humu wapokee nguvu ya sakramenti hii na matunda ya sala zao kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Wewe kwa wema wako umekubali kukaa katika nyumba ya sala, ili sisi tuliotegemezwa daima kwa msaada wa neema yako tufanywe hekalu la Roho Mtakatifu na tung'ae katika uangavu wa maisha yanayokupendeza. Majengo haya ni ishara ya kanisa lililo bibi harusi wa Kristo, nalo litakatifuza kwa kazi isiyokoma, nalo kanisa lililo mama anayewafurahia watoto wake wasiohesabika lifikishwe mbinguni katika utukufu wako. Kwa hiyo sisi pamoja na watakatifu na malaika wote tunakutukuza tukisema bila mwisho.
Mungu adhimishe mafumbo haya, maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa alitoa mkate na akikushukuru aliubariki, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitoa kikombe na kushukuru, alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Tunakuomba iangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara, ambaye unataka kurudishwa kwa sadaka ya kifo chake, tujalie sisi tunaojua Mungu kwa mwili na damu ya Mwanao, kujazwa na Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wapendwa wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake mkuu Bikira, na mitume wako wenye heri na mashahidi wako watukufu, pamoja na Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili, na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba ee Bwana, huyu aliye kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote. Upende kuliimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14 na askofu wetu Yohane, pamoja na maaskofu wote, wakleri wote na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii uliyoiita mbele yako. Ee Baba Mtakatifu, kwa huruma yako wakusanye kwako wana wote waliotawanyika kote duniani. Wakumbuke watumishi wako Kelvin Dumi, Edgar Okaka, Sylvester Dumi, Chris Wanjoki, Monica Njoki, Joseph Kaloki, Veronica Muneni, Anthony Mudeni, Catherine Kaloki, Elizabeth Wambua, Julius Nduki, Paul Katimu, Beth Wanjiko, Anthony Maini, Cecilia Mwele,
uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovu. Ee Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Ee Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu na wao. Usitutazame dhambi zetu, ila imani ya kanisa lako. Tende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unaiishi na kutawala milele na milele. Amen. Amani ya Bwana iwe daima Na iwe rohoni mwako. Bwana tupe amani.
Tazama mwana wa Mungu, tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya Bwana. Ee Bwana, sistahili, lakini sema neno tu na roho yangu itapona. Amina. Roho yangu kwa chakula cha mbinguni, chakula chenye utamu wote na furaha yote. Njoo mkate wa malaika, unitibishe njaa ya roho yangu. Njoo tanuru ya mwaka ya upendo wa Mungu. Njoo mfalme wa wafalme, na unifanye mti kwa mapenzi yako matakatifu. Njoo Mwokozi mwenye upendo, unifanye mpole na mnyenyekevu. Njoo rafiki ya wagonjwa, udhaifu wa mwili wangu na unyonge wa roho yangu. Njoo mchungaji mwema, Mungu wangu na yote yangu. Njoo uwe pamoja nami. Ee Mama mtakatifu sana, Bikira kabisa, andaa moyo wangu kupokea Mwokozi wangu. Amina. Nijipatie amani moyoni.
ututakase, mwili wa Kristo uniokoe, kati ya Kristo mateso ya Kristo uniondoshe, mateso ya Kristo utusikilize, katika maneno yako unifiche, usikubali mtihani wangu, na adui mbaya unikinge, saa ya kufa kwangu uniite, uniamuru wakulinze, na watakatifu wako unitukuze, milele na milele. Amina. Kama mawe yenye uzima mmejengwa mwe nyumba ya kiroho ukuhani mtakatifu. Ee Mungu, wewe umependa kutupatia ishara ya Yerusalemu ya mbinguni kwa njia ya kanisa lako la hapa duniani. Tunakuomba ili kwa kushiriki sakramenti hii tufanye hekalu la neema yako na tujaliwe kuingia katika makao ya utukufu wako kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Maujaji wa matumaini. Nashukuru nyote kwa kushiriki vema ibada hii ya misa na wanakwaya kwa uimbaji. Wazidi kubariki sauti zenu na kila Mkristo. Mwenyezi Mungu awajalie neema na baraka zake na waonekanie katika mambo yenu. Tusimame kwa baraka.
mikononi mwako. Mungu Bwana wa mbingu na dunia, aliyewakusanya ninyi leo katika kumbukumbu ya kutabaruku kanisa la Laterani, awajaze baraka za mbinguni. Amina. Yeye aliyependa wanawe wote waliotawanyika wakusanywe pamoja katika mwanaye, awajalie ninyi muwe hekalu lake na makao ya Roho Mtakatifu. Amina. Nanyi mliotakaswa kweli kweli, Mungu ambaye ndani yenu, na mpewe urithi wa heri ya milele pamoja na watakatifu wote. Amina. Na baraka yake Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi daima. Amina. Endeni na amani. Tumshukuru Mungu. Muwe na Jumapili njema na wiki ya baraka. Asifiwe.